Mwaka 1979, tukio moja lilitikisa kabisa siasa za dunia na kubadilisha kabisa siasa za kimataifa. Wanafunzi wa Irani waliovamia ubalozi wa Marekani katika mji wa Tehran na kuwashikilia mateka wanadiplomasia wa Marekani kwa siku 144. Tukio hili lilikuwa ni mwanzo wa mgogoro wa Irani na Marekani ambao unaendelea mpaka sasa hivi. Lakini swali kubwa ni kwa nini Marekani na Irani zimekuwa maadui kwa zaidi ya miongo minne? Ili kuelewa jibu lake, ni lazima turudi nyuma katika historia ya Irani kutoka ustaarabu wa kale wa Persia hadi mapinduzi yaliyobadili kabisa mwelekeo wa taifa hilo. Historia ya Irani inaanza na ustaarabu wa kale wa eneo la Persia. Moja ya falme maarufu zaidi ilikuwa ni dola ya Achaemenid iliyoanzishwa na mfalme Cyrus the Great katika karne ya 6 kabla ya Kristo. Dola hii ilikuwa moja ya falme kubwa zaidi kuwahi kutokea duniani, ikitawala maeneo makubwa ya Asia ya Kati hadi Afrika ya Kaskazini. Baadaye dola hii ilianguka baada ya kuvamiwa na Alexander the Great, na hii ilikuwa ni mwaka wa 330 kabla ya Kristo. Baada ya hapo, Persia ilipitia vipindi mbalimbali vya utawala wa falme tofauti kama Parthian na baadaye Sasanian, ambao walifanya Irani kuwa moja ya nguvu kubwa za dunia kabla ya karne ya 7. Katika kipindi cha Sasanian, Irani ilikuwa na maendeleo makubwa katika elimu na sayansi. Mfano wake ni kituo maarufu cha elimu cha Gondishapur ambacho kilikuwa moja ya vyuo vikuu vya kale duniani. Katika karne ya 7, dola ya Sasanian ilianguka baada ya uvamizi wa majeshi ya Waarabu Waislamu. Kuanzia mwaka wa 642 hadi mwaka wa 651, majeshi ya Kiislamu yalishinda maeneo muhimu ya Persia na hatimaye kuifanya Irani kuwa sehemu ya himaya yake ya Kiislamu. Baada ya hapo, utamaduni wa Kiislamu uliingia kwa nguvu katika jamii ya Waajemi, na hata hivyo, Waajemi waliendelea kulinda lugha yao na utamaduni wao, na baadaye lugha ya Kiajemi, yaani Persia, ikawa moja ya lugha muhimu katika dunia ya Kiislamu. Kuanzia karne ya 16, Irani iliingia katika kipindi muhimu sana cha historia yake chini ya dola ya Safavid. Hawa ndio walifanya Irani kuwa taifa la kwanza kubwa duniani kutangaza Uislamu wa Kishia, yaani Shia, kama dini rasmi ya taifa. Hatua hii ilitofautisha Irani na nchi nyingine za Kiislamu ambazo zilifuata Uislamu wa Sunni. Na hadi leo Irani bado ni kitovu kikubwa cha Waislamu wa Shia duniani. Mwanzoni mwa karne ya 20, Irani ilipitia mageuzi muhimu ya kisiasa kupitia mapinduzi ya katiba ya mwaka 1905 mpaka 1911. Mapinduzi haya yalilenga kupunguza nguvu za kifalme na kuanzisha bunge la pamoja na katiba ya taifa. Katiba ya mwaka 1906 ndiyo iliweka msingi wa mfumo wa kisiasa wa utawala nchini Irani na kuanzisha bunge la kwanza la taifa. Katika karne ya 20, Irani iliingia chini ya utawala wa kifalme wa familia ya Pahlavi, Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Alijaribu kufanya Irani kuwa taifa la kisiasa kwa kuimarisha viwanda, elimu na jeshi. Hata hivyo, sera zake zilipingwa na sehemu kubwa ya wananchi waliodai kuwa serikali yake ilikuwa ya kiimla na yenye ushawishi mkubwa kwa mataifa ya Magharibi. Mwaka 1979, Irani ilishuhudia tukio kubwa sana katika historia yake, mapinduzi ya Kiislamu yaliyoongozwa na kiongozi wa kidini Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mapinduzi haya yaliangusha utawala wa Shah na kuanzisha mfumo mpya unaoitwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika mfumo huu, viongozi wa kidini wana nafasi kubwa katika uongozi wa taifa na kiongozi mkuu huitwa Supreme Leader. Baada ya utawala wa Ayatollah Ruhollah Khomeini aliyetawala Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kuanzia mwaka 1979 mpaka 1989, aliyeshika usukani ni Ayatollah Ali Khamenei baada ya kupitishwa na baraza maalum la kidini linaloitwa Assembly of Experts. Jamhuri ya Kiislamu ya Irani inaonekana kuwa na nguvu kubwa kijeshi, kiteknolojia na kiuchumi, hasa katika utawala wa Ayatollah Ali Khamenei. Aliendeleza misimamo na sera kali zinazopinga mataifa ya Magharibi, hasa Marekani pamoja na washirika wake wa karibu huko Mashariki ya Kati.